Kwa hiyo na kwenye full back, kwenye beki hizi za kati 2, 5 na 4, ujueni pale ndio Simba inapotengenezea ushindi, ila watu wao hawajalijua hilo. Ushindi na Ismail Ture pale ndio tunapotengenezea ushindi. Hawa wengine tunaona wanaenda tu, lakini sisi Simba wanaotengeneza ushindi wa Simba ni hao watu wawili, kwa sababu kule mpira umetulia. Ukija mpira pale watu wametulia, hawarangamui. Yaani ule mpira tukutane kwa mjomba pale, Simba haupo pale. Mpira unapokelewa, wewe ukija unaambia ukija hapa tulia kwanza. Na sio kwamba tulikosea, kocha alisajili timu akijua atakaa na timu, lakini mwisho wa siku kocha kaondoka. Na kwenye eneo hilo mimi nitatoa lawama kidogo kwamba mara nyingi sisi tunapewa makocha kumbe project. Maana yule kocha Fadlu Davis ni maana alikuwa na project kwenye Simba, amefaulu, wenye kocha wao wakamchukua. Angekuwa ni wa kwetu asingeondoka. Kwa hiyo mimi nashauri viongozi wetu wasichukue makocha project alafu wakatuaminisha kwamba kocha ni wa kwetu, watakuwa wanapata lawama ambazo sio za kwao. Nataka kocha kama anakuja wa Simba awe ni wa Simba, kama tulivyo na Steven Baka, na kama naye ni wa kwetu inatakiwa tujue kila kitu chake kiwe wazi kwamba huyu ni kocha wa Simba mpaka mwaka fulani, kwa sababu katika makocha waliokuja Tanzania na waliokuja Tanzania hasa kwenye Simba sasa, huyu ni kocha bora ambaye hatujampata kwa karne hii ya karibuni. Sasa Steve Baka ametengeneza Simba kucheza mipira, ana mifumo mitatu, mifumo ambayo watu wengi hawajui. Kuna wakati anacheza beki watatu, kuna wakati anacheza beki wanne, viungo watano, wakati ana kiungo moja, forward hayupo, inaonekana hayupo, lakini anakuwa na viungo watano, wakati mwingine anabaki na washambuliaji watatu. Kwa hiyo anabadilisha mfumo kulingana na timu inavyocheza. Unaona bwana. Kwa hiyo ni kocha ambaye anajua nini anachofanya, na bahati nzuri kwenye full back zote na kwenye mawings wote hana mawing wale wa kizamani wanaoenda kwenye kibendera. Siku hizi mpira kwenda kwenye kibendera haupo. Siku hizi tunapunguza uwanja. Ndio una cutting, ndio maana unaona Anicet Oura anafanya, anakuofa hicho, Libase Gwe anakuofa hicho, akienda Elimpanzu kwenye eneo hilo anakuofa hicho, akienda Dr. Chama, mimi namuita ni Dr. Chama. Yule ni daktari wa mpira. Lazima kila wakati uwe golini. Leo ile na Simba sasa hivi inacheza mpira wanaita, yani lazima utoe. Sio kama utoe, lazima unatoa. Kwa hiyo unalazimishwa kutoa hata kama ulikuwa hutaki unatoa. Ile utoi, lakini Simba anakulazimisha lazima utoe. Sasa wewe utabanaje? Simba sasa hivi kwenye usajili wao, mimi binafsi waongeze watu watatu tu. Mimi binafsi. Watu wangapi? Simba itakiwa kubomolewa sana. Watafute namba 9 ambaye anajua goli liko wapi, kila pasi akikosa moja mawili iwe ni golini. Watupatie namba 9 wa aina hiyo. Watutafutie namba 8 anayechezesha timu kwenye mpira wa kisasa, total football, mpira wa leo. Jana ulikuwa unaangalia Ufaransa na Senegal. Umemwona yule mtoto anaitwa Olise? Mikel Olise. Umemwona? Sasa mkimpata mchezaji wa namna ile, japo Afrika hatujawa nao wengi, lakini wa namna ile wapo. Sasa mpate namba 8 mbunifu kama yule. Na kocha wa Ufaransa jana alitumia akili, aligundua huyu akikaa kwenye wings huku atanichelewesha, arudi kati kidogo. Pasi zile za kulazimisha kwamba wewe sasa tunataka goli, wamepata goli. Kwa hayo masuala ndio Simba inataka tupate watu aina, na tupate na fullback moja wa kulia kusaidiana Kapombe. Mimi mawazo yangu ni hao watu watatu. Yes bwana, mpira ni mchezo wa mbinu na ufundi. Kwa maana hiyo niko naye kocha mtaalam wa mpira kutoka hapa Ngurumo ya Radio Konga Mazizini, na hili tawi niwaambie bana limesheheni watu wa fani tofauti. Lakini sasa hivi niko naye mwalimu wa mpira bana. Mwalimu, habari yako? Habari yangu nzuri, na wewe habari yako mtangazaji? Niko vizuri, ndio maana nimekuja kuwatembelea. Kwanza niwashukuru sana kwa kuja Ngurumo ya Radio Konga Mazizini, kwa sababu ni mara nyingi vyombo vya habari vinaenda mjini Magomeni, Temeke, Kinondoni, lakini huku Konga huwa mji. Ila huku Konga kuna watu wa maana ambao unaweza kuzungumza nao ukapata kitu. Mimi kwa majina naitwa Joseph Asuke Kasera. Joseph Asuke Kasera. Hili la wapi hili kwanza? Mimi Rorya moja, kwa Mara. Kwa Mara. Yeah.
Mpo wengi huku? Tuko wengi sana. Huku ndio nyumbani. Bwana mwalimu, bwana tuzungumze, tumeshuhudia Simba ama tumezishuhudia Simba mbili tofauti, kwa maana Simba kutoka mzunguko wa kwanza, Simba ya mzunguko wa pili, kwa maana Simba ambayo ipo chini ya Steve Barker ambayo imekuwa na mwendelezo mzuri sana, na katika mechi 6 za karibuni imeshinda zote, kwa maana kutoka Mei hadi hapa sasa Simba hajapoteza mchezo wote, akitoa sare dhidi ya watani Young Africans 2-2 Meja Jenerali Isamuyo. Mwalimu, tuambie Simba ya Steve Barker unavyoitazama, huwa tunaangalia Simba ya namna gani kiufundi? Kwanza Simba ya Steve Barker ni Simba ya mpira. Simba ni timu ambayo ni kocha ambaye ametengeneza timu kimpira. Ile timu ya Simba ya leo ilitakiwa tuwe nayo mwanzo, na huyu Steve Barker tungempata mapema. Simba ndiye alikuwa anatakiwa kucheza fainali ya Afrika, kwa sababu kwa aina ya mpira ambao wachezaji wanacheza na aina ya wachezaji tulionao. Kwa hiyo ilikuwa inatufanya kwa kweli tumekosa kucheza fainali, sio kwa kupenda, ilikuwa ni bahati mbaya, kwa sababu tulikosea kwenye kusajili mwanzo, na sio kwamba tulikosea. Kocha alisajili timu akijua atakaa na timu, lakini mwisho wa siku kocha kaondoka, na kwenye eneo hilo mimi nitatoa lawama kidogo kwamba mara nyingi sisi tunapewa makocha kumbe project. Maana yule kocha Fadlu Davis ni maana alikuwa na project kwenye Simba, amefaulu, wenye kocha wao wakamchukua. Angekuwa ni wa kwetu asingeondoka. Kwa hiyo mimi nashauri viongozi wetu wasichukue makocha project alafu wakatuaminisha kwamba kocha ni wa kwetu, watakuwa wanapata lawama ambazo sio za kwao. Nataka kocha kama anakuja wa Simba awe ni wa Simba kama tulivyo na Steven Barker, na kama naye ni wa kwetu inatakiwa tujue kila kitu chake kiwe wazi kwamba huyu ni kocha wa Simba mpaka mwaka fulani, kwa sababu katika makocha waliokuja Tanzania na waliokuja Tanzania hasa kwenye Simba sasa, huyu ni kocha bora ambaye hatujampata kwa karne hii ya karibuni. Fadlu Davis ni kocha ambaye anakaa, anatulia, anafanya kitu kwa utulivu, hafanyi kitu kwa papara. Kwa hiyo anatakiwa apewe ushirikiano wa washabiki, viongozi na wanachama. Maana ushabiki unatakiwa upate kwenye pande zote ngapi? 3. Kuna washabiki, kuna wanachama na kuna viongozi. Kwa hiyo wa kwanza ni viongozi ambao waliomleta, tunawapa kongole kwa hilo. Wametuletea mwalimu wa mpira. Kama walikuwa tunaletea walimu wakuja kufanya Simba icheze, lakini safari wametuletea mwalimu wa mpira. Hilo kwao nawapa hongera nyingi sana. Yeah. Bana, kiufundi sasa Simba hii sasa niambie unavyotazama akina Anis Taura, akina Elim Panzu ambaye kihakika kwamba kwa sasa hivi humwambii lolote Steve Barker, Elim Panzu lazima awe kwenye kikosi chake. Ni kweli, Elim Panzu ni mchezaji mzuri. Hata alipokuwa anatoka Kongo, maana kumbuke alienda kufanya trial nje. Ndio baadaye alikarudi kwao, ndio tukamleta Simba. Ni mchezaji ambaye ana exposure ya mambo mengi ya kimpira. Tatizo lake ni kwamba hapa katikati ni kama aliumba kidogo. Lakini sasa hivi kocha kama Barker hawezi kumweka Elim Panzu nje, kwa sababu ana kitu ambacho anajua akiingia atampa. Kwa sababu yule mchezaji ambaye ana mambo matatu. Ana ball brain, ana ball balance, ana ball control. Sasa mchezaji wa hivyo huwezi kumwacha nje, lazima umtumie. Kwa hiyo lazima watu wa aina ile, ukiwa kocha yote unayejua mpira, hao watu watumie, kwa sababu wanakuofa kitu. Sio hata la goli la leo amepewa pasi na Chama, na yeye akamdanganya yule kipa kama anaenda kupasia, akijua kwamba yule akimpasia ni offside, lakini ilikuwa ni zuga ili kipa aone kama anapiga huku, karudi akafunga goli kwa utulivu. Na namna ile ni ball brain. Umetumia akili kumfanya huyu anayetaka kukukaba ajue kwamba hiki anachotaka kukifikiria huku akiendi, mimi narudi huku na kufunga. Kwa hivyo ni vitu ambavyo viko kwenye mpira. Sasa Steve Barker ametengeneza Simba kucheza mipira, ana mifumo mitatu. Mifumo ambayo watu wengi hawajui. Kuna wakati anacheza beki watatu, kuna wakati anacheza beki wanne, viungo watano, wakati ana kiungo moja, forward hayupo, inaonekana hayupo, lakini anakuwa na viungo watano wakati mwingine. Anabaki na washambuliaji watatu. Kwa hiyo anabadilisha mfumo kulingana na timu inavyocheza. Kwa hiyo ni kocha ambaye anajua nini anachofanya. Na bahati nzuri kwenye fullback zote na kwenye mawings wote hana mawing wale wa kizamani wanaoenda kwenye kibendera. Siku hizi mpira kwenda kwenye kibendera haupo. Siku hizi tunapunguza uwanja. Ndio una cutting, ndio maana unaona Anis Taura anakuofa hicho, Libase Gwe anakuofa hicho, akienda Elim Panzu kwenye eneo hilo anakuofa hicho, akienda Dr. Chama, mimi namuita ni Dr. Chama. Yule ni daktari wa mpira.
Kwa hiyo akienda huko anakuofa hicho. Sasa mpira wa namna hiyo lazima kila wakati uwe golini. Leo ile na Simba sasa hivi inacheza mpira wanaita, yani lazima utoe, sio kwamba utoe, lazima unatoa. Kwa hiyo unalazimishwa kutoa, hata kama ulikuwa utaki unatoa. Ile utoi, lakini Simba anakulazimisha lazima utoe. Sasa wewe utabanaje? Ukija huku kizuia huku ujue kuna mtu huko. Sasa pale unamkuta Chama, unamkuta Neo Maema, ni watu wanaocheza mpira soft ball. Hapa kuna mzee Kagoma, mzee wa kutindua na kutinda, yaani kila kitu anafanya. Siku hizi wanasema kabadilika kidogo, kidogo, lakini ukileta za kuleta lazima mtakutana. Kwa hayo mambo yapo. Kwa hiyo na kwenye full back, kwenye beki hizi za kati 2, 5 na 4, ujueni pale ndio Simba inapotengenezea ushindi, ila watu wao hawajalijua hilo. Ushindi na Ismail Ture pale ndio tunapotengenezea ushindi. Hawa wengine tunaona wanaenda tu, lakini sisi Simba wanaotengeneza ushindi wa Simba ni hao watu wawili, kwa sababu kule mpira umetulia. Ukija mpira pale watu wametulia, hawarangamui. Yaani ule mpira tukutane kwa mjomba pale, Simba haupo pale. Mpira unapokelewa, wewe ukija unaambia ukija hapa tulia kwanza, huu mpira tunaupeleka kushoto au kulia. Sasa ndio mashambulizi yanakoanzia. Siku hizi mpira wa kuanzia mbele hamna, mpira anzia nyuma. Ndio mpira wetu wa Simba sasa hivi ulipo. Kwa hiyo Steven Becker alipo appoint au Ismail kumleta Roshan Derek, tulimfuata, viongozi walienda kumfuata mwanzo kabisa, ambaye ni Fadlu Davis ametuletea huyu mtu na Neo Maema. Hiyo tunampa kongole. Lakini Ismail Ture na bwana Anicet Oura na Libase yuko pale. Hawa ni watu walioingia kipindi hiki pamoja na Chama na Kibabage. Hao ni watu ambao sasa wameifanya Simba kama ni kachumbali umekuwa umetengeneza cha chandu yako, imekamilika. Kwa ndio maana Simba inacheza mpira. Sisi Simba kama walivyosema wenzangu, Simba sasa hivi kwenye usajili wao, mimi binafsi waongeze watu 3 tu. Mimi binafsi. Watu wangapi? Simba itakiwa kubomolewa sana. Watafute namba 9 ambaye anajua goli liko wapi, kila pasi akikosa moja 2 iwe ni golini. Watupatie namba 9 wa aina hiyo. Watutafutie namba 8 anayechezesha timu kwenye mpira wa kisasa, total football, mpira wa leo. Jana ulikuwa unaangalia Ufaransa na Senegal. Umemwona yule mtoto anaitwa Olise? Mikel Olise. Umemwona? Sasa mkimpata mchezaji wa namna ile, japo Afrika hatujawa nao wengi, lakini wa namna ile wapo. Sasa mpate namba 8 mbunifu kama yule. Na kocha wa Ufaransa jana alitumia akili, aligundua huyu akikaa kwenye wings huku atanichelewesha, arudi kati kidogo. Pasi zile za kulazimisha kwamba wewe sasa tunataka goli, wamepata goli. Kwa hayo masuala ndio Simba inataka tupate watu wa aina, na tupate na fullback moja wa kulia kusaidiana Kapombe. Mimi mawazo yangu ni hao watu 3, lakini sehemu zingine zote wasiruhusu mchezaji yote kuondoka. Wasimruhusu Libase Gue kuondoka, Anicet Oura kuondoka, nao wengine. Na waomba sana viongozi wetu, hao watu wawazuie wasiondoke. Bana, tumalize na hili. Steve Barker amekuwa akiwapa nafasi sana vijana, na ndio falsafa yake tangu akiwa Stellenbosch nchini kwao South Africa. Labda maoni yako ama ushauri wako kwa wachezaji ambao wako katika timu za vijana za Simba, kwa maana chini ya miaka 20, chini ya miaka 17, 15. Tena umeuliza swali zuri. Juzi kwenye hii ligi ya under 17 niliangalia mechi ya Simba na Yanga. Kuna wachezaji wapo. Sehemu ambayo bado tuna shida Tanzania ni kwenye striking, kwenye ufungaji. Lakini kwenye Simba hii hata hii ya under 17 hao watu wapo. Na Steven Barker kwa kweli, mimi hao wachezaji kina Mbegu asingeonekana. Hata kuna yule mwingine Bashir, yule bwana mdogo naye ni mchezaji mzuri na anawapa nafasi. Kwa hiyo ni kocha ambaye anakubali kumtumia mchezaji yoyote kulingana na nafasi anayohitaji. Kwa hiyo vijana wetu wa Kitanzania wajue kwamba kwenye Simba pale, hasa wachezaji wa Simba ambao wako Simba B, under 20, under 17, kuna kocha ambaye yuko tayari kumpa mchezaji nafasi. Kwa hiyo watumie hiyo nafasi, wasiache. Yule ni kocha anayependa kulea vipaji. Kwa hiyo mchezaji yote atakayeonyesha kipaji, mimi najua Steve Barker atamchukua. Kwa sababu hata yeye hapendi kila siku kununua wachezaji kutoka nje.
anataka wa kwake aliyowalea mwenyewe. Maana kocha ukilea mchezaji wako mwenyewe unapata sifa. Kwa hiyo naamini wale wenye uwezo kwenye Simba watapata nafasi. Shukrani sana. Nashukuru sana.